Wapendwa wa Bwana, karibuni sana katika uwepo mtakatifu wa Mungu. Leo si siku ya kawaida, ni siku ya mabadiliko, siku ya maono kufunguka na siku ya Mungu kugusa maisha yetu kwa namna mpya. Biblia inasema, maana mawazo ninayowawazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Yeremia 29 mstari wa 11. Hivyo, tunapoanza semina ifanikishayo katika sehemu ya pili, tunaingia kwa mioyo ya shukrani, imani na matarajio makubwa. Mahali hapa, Mungu atazungumza, atafundisha, atarekebisha njia zetu na kutuinua kwenda kiwango kingine. Naomba popote mahali ulipo, tuinue mikono yetu juu kama ishara ya kumkaribisha Roho Mtakatifu. Sema pamoja nami: Ee Roho Mtakatifu, tunakukaribisha. Fungua akili zetu, gusa mioyo yetu, leta hekima, maarifa na ufunuo. Kuanzia leo, tunapokea mafanikio ya Mungu katika Yesu Kristo. Amina. Sasa kwa shangwe na furaha, tuanze kwa unyenyekevu. Semina ifanikishayo imeanza na maisha yetu hayataendelea kuwa yale yale. Amina. Sehemu ya pili katika semina ya imani ifanikishayo. Somo: utambulisho wa mtu ndani ya Kristo. Swali: je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanamwamini Mungu lakini bado wanajiona dhaifu, hawatoshi au hawana thamani? Kwa nini mtu ameokoka lakini bado anaishi kama mtumwa wa hofu? Kwa nini mtu anasali lakini ndani yake anajiona hana uwezo? Karibu sana katika Maisha na Neno, uzima kwa wote, na majibu ya maswali haya unayapata hapa hapa. Subscribe, comment, like and share kama bado haujafanya hivyo, ili kuendelea kupata maarifa zaidi. Sasa tuendelee. Na swali la msingi kabisa ni hili: je, unajua wewe ni nani ndani ya Kristo, au unaishi kwa kile ulimwengu unachosema juu yako? Tatizo ni nini basi? Tatizo ni kutojitambua ndani ya Kristo. Wapendwa, changamoto kubwa si kwamba watu hawana imani, bali ni kwamba hawajitambui. Mtu anaweza kuwa ameokoka lakini hajui nafasi yake. Anamwamini Mungu lakini hajui thamani yake. Ana ahadi lakini haoni uwezo wake. Hii inasababisha maisha ya kujidharau, hofu ya kushindwa, kutegemea sana maoni ya watu. Utaona mtu anaacha ndoto zake kwa sababu ya hofu, anaogopa kuchukua hatua kwa sababu ya kujiona hafai, anaishi maisha ya chini kuliko kusudi lake. Kwa nini? Kwa sababu hajui yeye ni nani ndani ya Kristo. Suluhisho ni lipi? Ni utambulisho wa kweli katika neno. Neno la Mungu linasema katika Biblia Takatifu, Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hii si kauli ya kawaida, hii ni tamko la kiroho. Ufunuo wa kina. Ukiwa ndani ya Kristo, 1, wewe ni kiumbe kipya. Wewe si yule wa zamani tena. Makosa yako ya nyuma hayakufafanui tena. Historia yako haiwezi kuamua hatima yako. Mungu hakukuokoa ili uendelee kuishi kama zamani. Alikubadilisha kabisa ndani. 2, una thamani na utambulisho mpya. Wewe si wa kawaida. Wewe ni mali ya Mungu. Hata kama watu wanakudharau, Mungu anakuona wa thamani. 3, una uwezo ndani yako. Ndani yako kuna nguvu ya Mungu. Ndani yako kuna uwezo wa kushinda. Tatizo si kwamba huwezi, tatizo ni kwamba hujaamini wewe ni nani. Reality check. Jiulize leo, unajionaje unapojitazama? Unajiambia nini moyoni mwako? Unajilinganisha na wengine au unasimama katika utambulisho wako? Watu wengi wanaishi kwa maneno ya watu, maumivu ya zamani, kushindwa ya jana. Lakini mtu anayejitambua hasikilizi sauti za kushusha, hasimami kwenye historia yake, anaishi kwa kile Mungu amesema juu yake. Hata kama alipitia magumu,
Anasema, mimi ni kiumbe kipya. Hatua za vitendo. Kuanzia leo, chukua hatua hizi. 1. Kubali utambulisho wako mpya. Amini kabisa kwamba wewe ni mpya ndani ya Kristo. 2. Kataa sauti za zamani. Kataa mawazo yanayokuambia huwezi, wewe si chochote. 3. Tamka ukweli wa neno juu yako. Anza kusema, mimi ni mpya ndani ya Kristo. Nina thamani mbele za Mungu. Ninaweza kwa neema yake. 4. Ishi kama mtu mpya. Usirudi kwenye maisha ya zamani. Chukua hatua zinazolingana na utambulisho wako mpya. Nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakuja mbele zako kwa ajili ya msikilizaji huyu. Naomba Bwana, uvunje kila fikra ya kujidharau, kila sauti ya zamani na kila utambulisho wa uongo. Fungua macho yake ya rohoni, aone yeye ni nani ndani yako. Kuanzia leo, acha aishi kwa ujasiri, kwa uhakika na kwa utambulisho mpya. Mpe nguvu ya kusimama katika ukweli wako na asiishi tena kwa hofu wala mashaka. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Je, wajua? Kumbuka hili. Huwezi kuishi kwa imani kubwa kama hujui wewe ni nani ndani ya Kristo. Utambulisho wako ndio msingi wa ushindi wako. Hongera sana mwanafunzi mwema. Tukutane katika sehemu inayofuata, imani katika maamuzi ya kila siku. Je, wajua kuwa maamuzi yetu ya kila siku yanahitaji imani? Usikose sehemu hii muhimu. Kwa heri.